Popote pale unaponisikiliza, nichukue nafasi kukualika sana katika maombi makubwa ya kurejesha mume au mke kwenye ule upendo wa kwanza uliopotea. Profeti Tadeo hapa anaongea na wewe. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo ametupa na kwa upendeleo wa ajabu. Baba, ninakushukuru sana, asante kwa neema, asante kwa baraka sana, asante kwa kusudi ambalo Yesu umetuachia kwa ajili ya kuifanya kazi yako. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Kumekuwa na matukio mengi sana ambayo matukio hayo yanaondoa ndoa, yani mke na mume kwenye mpango wa kimungu ambao umekusudiwa. Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Mahali pengine Biblia inasema kwamba mke na mume ni mpango ambao Kristo ameweka katikati ya watu wawili, na ndio maana Mungu anamwambia Adamu, anasema haimpasi kuwa peke yako, bali nitakufanyia msaidizi wa kufanana naye. Maana yake watu hao wawili wamepewa neema ya kuishi pamoja na kwa lengo la kufanana, kulitimiza lile kusudi la Mungu ambalo Mungu amelikusudia. Na ujue bila ndoa hakuna ongezeko. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu, mume na mke toka hapo mwanzo mpaka sasa. Neema hii ya ndoa imekuwa ina mashambulizi mazito sana kwa sababu ya mpango wa Mungu ambao uko juu yake, na matatizo yamekuwa ni mengi sana ya ndoa kuliko kawaida. Na leo natamani kufichua kidogo na kuzungumza kidogo juu ya huu mpango wa mke na mume. Anza kuangalia wakati unakutana na mume wako na mke wako, angalia hali ya kwanza ilikuwaje, lakini angalia sasa hali yenu ikoje. Ni vitu vya kutafakari sana. Ukiangalia hali yenu ya kwanza, jinsi mlivyoonana, jinsi mlivyokutana, jinsi mlivyokubaliana, na jinsi ambavyo mlipendana, lakini ona sasa hivi namna ambavyo maisha yenu yalivyo. Hakuna mtu anamtamani mwingine, hakuna mtu anatamani kuwa na mwingine. Ni kwa sababu ya vita ya kiroho ambayo inataka kuwatenganisha mume pamoja na mke katika ule mpango wa Mungu. Biblia inasemaje? Kwenye kile kitabu cha Hagai sura ile ya 2 na mstari wa 3, Biblia inasema kitu cha ajabu sana. Miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu si kama si kitu? Umeona? Anasema hivi, miongoni mwenu nyinyi watu wawili, amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Ni nani aliyeiona ile ndoa katika utukufu wa kwanza? Utukufu wenu wa kwanza wa ndoa ulikuwaje? Utukufu wenu wa kwanza wa ndoa ulikuwaje? Anza kujiuliza. Anajiuliza, anasema, je, sasa hivi ukoje? Umeona? Anasema ni nani aliyeona utukufu wa kwake wa kwanza? Je, sasa hivi unaonaje? Je, sasa hivi unaonaje? Mwanzoni ilikuwaje na sasa hivi unaona nini? Mwanzoni ilikuwaje? Anza kuangalia ule mwanzo wenu ulikuwaje. Unaweza pia ukinishirikisha mwanzo wake ulikuwaje, mwanzo wenu wa mianzo yenu ulikuwaje. Angalia ule upendo wa kwanza ulivyokuwa, angalia ile heshima ya kwanza iliyokuwepo, angalia ile thamani ya kwanza iliyokuwepo, angalia kile kibali cha kwanza kilichokuwepo. Mume alikuwa aendi mahali bila mke wake.
na mume alikuwa afanyi chochote bila kumshirikisha mke wake. Angalia ule upendo wa kwanza ulikuwaje. Anasema sasa hivi, anauliza, je, mnaionaje sasa hivi? Hauoni kama si kitu? Hauoni kama hamna kitu? Mlikuwa mnatembea pamoja, mnaenda show, mnaenda out pamoja, mnaenda kufanya kazi pamoja, mnapanga mipango ya pamoja. Lakini sasa hivi ni nini kinaendelea? Sasa hivi nini kinaendelea? Unaona kila kitu kimevurugika, mipango yote imevurugika, hatima yenu imevurugika. Na hapa ndipo jambo la muhimu sana. Mnaonaje ile ndoa katika utukufu wenu wa kwanza? Mlianzaje? Haleluya, glory. Mlianzaje mwanzoni? Nini ilikuwa? Hapa ndipo kwenye changamoto kubwa. Na hivyo ninapoleta maombi haya, maana natamani Mungu arudishe ile thamani ya kwanza ya ndoa yako. Thamani ya kwanza, kibali cha kwanza, neema ya kwanza, upendo wa kwanza, vile vitu vya kwanza, vile mlivyokuwa mnaheshimiana mwanzoni, mlivyokuwa mnapendana mwanzoni. Ni nini ilikuwepo mwanzoni? Sasa hivi unashangaa mume wako ametekwa na mke wako wakati mwingine ametekwa. Unaona? Na unajuaje ni nini cha kufanya? Lazima kuna hatua ya kufanya. Huwezi kuishia hapa hapa. Maombi haya yanaenda kusaidia ili kushughulika na ile hatua. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Yeremia ile 31 na mstari wa 22? Yeremia 31 mstari wa 22, Biblia inasema ya kwamba, hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Umeona? Anasema hata lini utatangatanga. Ndoa nyingi sasa kila mmoja anatangatanga. Mwanamke ametangatanga, baba ametangatanga, ameondoka. Kwa kila mmoja sasa hajui aelekee wapi, kila mmoja hajui aende wapi. Anasema hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Umeona? Anasema kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Sasa unaweza kuona, mwanamke, wewe ni mlinzi wa kumlinda mume wako. Wakati mwingine imefika mahali unashangaa hata mume wako umwelewi. Mume wako ametekwa na wanawake, ametekwa na madanguro, wameingia kwenye ndoa yako, wamevamia ndoa yako, wameiteka. Haleluya, glory. Mwanaume, wakati huko hapo unashangaa mke wako ametekwa na watu wengine, wametekwa huko wako wanatangatanga, hatima yao imekufa, hatima ya ndoa yenu imevurugika, maisha yenu yamevurugika, kila mmoja anatekwa. Ujue ni nini? Kwenye kile kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ile ya 6 mstari wa 4, watu wengi hawasomagi. Hebu jaribu kuangalia. Biblia inasema, Wimbo Ulio Bora sura ya 6 mstari wa 4, anasema mpenzi wangu mzuri kama Tiriza, anasema mwenye kupendeza kama Yerusalemu, na kuishi na kutisha kama bendera. Maneno yale ya mwanzoni ya mpenzi wangu mzuri kama Tiriza yameenda wapi leo? Si unaona hayapo? Ni nani anamwambia mwingine ni mzuri? Anza sasa kurejesha ule upendo wa kwanza. Anza kutamkia mke wako, anza kutamkia mume wako maneno mazuri. Anza kutamka maneno mazuri. Mke wangu, wewe mzuri. Mume wangu, wewe uwe mzuri. Mpenzi wangu, wewe mzuri. Anza kurudisha yale maneno. Anza kurudisha maneno. Nakupa ushauri mkubwa sana na utanishukuru. Utaanza kuona vitu vinafunguka. Anza kumtamkia maneno mpenzi wako. Anza kutamkia maneno. Huyo ni mke wako, ni mke ambao mmefunga agano la milele. Umenelewa? Anza kumtamkia maneno. Anza kumtamkia maneno mazuri. Anza kutamkia maneno mazuri. Soma hiki kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ile ya 5 mstari wa 16. Anasemaje? Wimbo Ulio Bora 5:16. Biblia anasema kinywa chake kimejaa maneno matamu,
ndio mzuri sana pia huyu mpenda wangu, huyu rafiki yangu. Enyi binti za Yerusalemu, kinywa kimejaa maneno matamu. Anza kutamka maneno matamu, anza kutamka vitu vizuri, anza kutamka maneno matamu. Mtamkie mke wako au mume wako maneno matamu. Maneno hayo, nakupa ushauri mkubwa sana. Utashangaa kuna vitu vinaanza kujengwa, vitu vipya vinaanza kujengwa, vitu vipya vinaanza kujengwa, vitu vipya vinaanza kujengwa, moyo mpya unaanza kujengwa. Haleluya! Unasikia wimbo ulio bora, sura ya 4 mstari wa 15, anasema wewe ndio chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yaliyo hai, vijito vya Lebanoni. Umenelewa? Wewe ndio chemichemi, unaona, chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yaliyo hai. Kuna maneno fulani ukianza kuyatamka kwa mume wako au mke wako, utaanza kuona ule ufahamu wake, ile akili yake inaanza kurudi. Nataka nikwambie, kati ya vita vizito sana leo hii, ndoa nyingi zinavunjika. Leo ndoa nyingi zimevunjika na watu wameachana. Unaona, zimevunjika na watu wameachana kabisa, Unaona, na Mungu anasema hivi, nachukia kuachana. Umenelewa? Nachukia kufanyaje? Nachukia kuachana. Unaona, nachukia kuachana. Mungu anachukia kuachana. Haleluya! Anachukia kuachana. Kwenye kitabu cha Malaki mstari wa 2, umeona, sura ya 2 mstari wa 16, anasema maana mimi anasema nachukia kuachana, asema Mungu wa Israeli. Unaona, naye anifunikizaye nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana majeshi. Basi jihadharini na roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Umeona, anasema nachukia kufanyaje? Nachukia kuachana. Glory to Jesus. Mungu anachukia kuachana. Watu wanaachana, watu wanatengana, watu wanavurugana, hatima zao zimeharibika. Sasa hivi ndoa nyingi watu wameachana. Kuna roho ambayo imetumwa kuachana na mme wako au kuachana na mke wako. Leo hii kwenye maombi ya kumrejesha mume wako kwenye upendo wa kwanza au kumrejesha mke wako kwenye upendo wa kwanza, tunaenda kuvunja kila nguvu yoyote ambayo inashambulia hatima yenu ili muachane. Roho za chuki zinafanya kazi, roho za chuki. Unakuta mwanaume au mwanamke kamchukia mume wake, tayari hao watu wameachana. Leo nataka nikuunganishe na maombi makubwa sana, Naomba popote ulipo, omba maombi haya. Kama wewe ni mwanamke, omba maombi haya. Kama wewe ni mwanaume, omba maombi haya. Utashangaa mke wako au mume wako anarudi na ule upendo wa kwanza unarudi kabisa. Nifatishe maneno haya, sema: Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako siku ya leo, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, ninakiri ya kwamba ndoa yangu ina changamoto. Mume wangu kunako changamoto kubwa. Leo nimeisikia sauti yako ya kwamba unachukia kuachana. Mungu uliye hai, kila nguvu yoyote ambayo umemvaa mwenza wangu inayosababisha sisi tuachane, leo ninaivunja kwa jina la Yesu. Iwe ni nguvu ya kichawi, iwe ni nguvu ya kiganga, iwe ni nguvu ya kishirikina, iwe nguvu ya mizimu inayosababisha niachane na mwenza wangu, hiyo nguvu ninaishambulia. Rikatatata. Anza kuomba, vunja hiyo nguvu. I speak by the name of Jesus. Na vunja hiyo nguvu inayoshambulia mwenza wako ili nyinyi muachane, ninaipasua. Rikatarababasakarabu sheke randarababasikarabbush. Ninavunja hiyo nguvu inayosababisha nini muachane, ninaiharibu kwa moto na kwa radi, Vunjeka, haribika,
Vunje karibika, vunje karibika. Ninapasua hiyo nguvu inayosababisha ninyi muachane kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni nguvu ya kichawi, ni nguvu ya kiganga, ni nguvu ya kishirikina. Pasua moto na radi, ninaua karababashaka rakakashaka. Navunja hiyo nguvu inayosababisha nyinyi mutengane, nguvu ya matengano. Omba nguvu ya matengano, nguvu ya matengano inayotumwa ili nyinyi mtengane. Ninaivunja shantarabababababababa. Vunjika nguvu ya matengano, vunjika nguvu ya matengano, vunjika nguvu ya matengano. Leo ninaifyatua, ninaivunja kwa moto na kwa radi. Shatereteretere rakakashanda rabububu rakariba shekere bababa. Na vunja nguvu ya matengano, na bomoa nguvu ya matengano. Vunja hiyo nguvu ya matengano kwa jina la Yesu Kristo. Kuna nguvu ya hasira, nguvu ya hasira, nguvu ya hasira. Ni nani anayetawala hasira? Hasira katikati yenu, kuna hasira katikati yenu. Vunja nguvu ya hasira, bomoa madhabahu ya hasira, kila roho ya hasira inayotuvamia mimi na mume wangu kwa damu ya Yesu Kristo, mimi na mke wangu kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu ya hasira leo ninaivunja. Vunja madhabahu ya hasira, nguvu ya hasira inayotumwa, nguvu inayotira inayotumwa. Shatarababababababa. Na bomoa nguvu ya hasira, na bomoa nguvu ya hasira. Hiyo hasira inayowavaa, hiyo hasira inayowavaa, hiyo hasira inayowavaa paka mnagombana, paka mnapigana kwa damu ya Yesu. Ninavunja hiyo nguvu ya hasira. Pasoka, aribika, bomoka. Moto na radi, moto na radi, moto na radi, moto na radi. Vunja, 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 vunja. Rakakashanda rakakakaka rakakakaka. Vunja, 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 vunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna nguvu ya mapepo, nguvu ya mapepo, majini maaba, majini maimuna, majini maaba, majini maaba. Huyo maaba anayewatokea kwenye ndoto, unayetembea naye kwenye ndoto, huyo ni maaba wa kuzimu, huyo ni maaba wa kuzimu. Leo kwa damu ya Yesu Kristo. Unashangaa mnaota ndoto, kuna mwanaume anawatokea, kuna mwanamke anakutokea, unashangaa unalala naye, unalala naye. Huyo ndiye anayeharibu hiyo ndoa yako. Leo vunja huyo jini maaba. Pasa tarababababa. Pasua jini maaba, pasua jini maaba. Huyo jini maaba anayetokea kwenye ndoa yenu, anawasambaratisha. Rakakashata rakakashakata. Huyo jini maaba kazi yake ni kusambaratisha. Leo tunavunja hiyo nguvu inawasambaratisha. Na huyo jini maaba ninamfyatua, ninampasua, ninampasua, ninampasua. Huyo jini maaba kofa, 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 kofa. Achia ndoa yangu, achia mwenza wangu, achia mume wangu, achia mke wangu. Emu tamka, tamka ya maneno, tamka ya maneno. Rikatetetere rakakashanta rakakashata ratatatata rakakashanta rotototo reketerere shantarabababa. Tamka juu ya marafiki, marafiki wabaya, marafiki wabaya wanaoingia kushauri na kuharibu ndoa, wasambaratishe kwa jina la Yesu. Sambaratisha marafiki wabaya, marafiki wabaya, marafiki wabaya au marafiki wabaya wanaoingia kuua ndoa yenu. Eo ni moto na radi, moto na radi, moto na radi, moto na radi, moto na radi. Omba, omba, omba. We baba omba, we mama omba. Vunja hiyo nguvu ya marafiki wabaya, marafiki wabaya, marafiki wabaya, marafiki wabaya wanaoingia kama unataka kushauri, kumbe wanaharibu. Leo vunja hiyo nguvu. Shatarabababa rekatatatata. Tamka, 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 tamka. Omba maombi haya, wasambaratishe au marafiki wabaya wanaenda kutoweka, wanaenda kutoweka, wanaenda kutoweka. Wanaachia ndoa yenu, wanaachia ndoa yenu, wanaachia mme wako, wanaachia mke wako kwa jina la Yesu. Rika baba baba retetetetete shantara baba rokori baba shanda rakakakaka. Kwa damu ya Yesu simama kwa ajili ya familia, ndugu wa mume, ndugu wa mke wanaoingilia, wanaoingilia kwenye ndoa yako kwa jina la Yesu. Taja majina yao, ni mama mkwe, ni baba mkwe, ni shangazi, ni madada, ni mawifi, kwa damu ya Yesu. Kila ndugu wanaoingilia kwenye ndoa yangu kwa damu ya Yesu Kristo, anza kutamka na wasambaratisha, na watoesha, na watoesha maneno yao, matamko yao wanaotamka juu ya ndoa yangu kwa damu ya Yesu. Ninawatoesha. Shatarababababa. Watoeshe, 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 watoeshe. Kama na majina yao
tamka majina yao, watoe, maana wanashambulia ndoa yako, ndio wanakuondolea upendo. We baba, we mama, watoeshe. Shatarababa ratatatata ratatatata ratarabatata ratatatata rototototo, kwa damu ya Yesu Kristo na watoesha kwa jina la Yesu, na watoa na wang'oa retetereta roto riantere setete. Omba shantara baba retetetetete shantara baba, watoesha haraka retetetetete, kwa damu ya Yesu Kristo rina tete rantara baba. Naona kitu inatokea sasa hivi. Omba, sambaratisha mipango mibaya inayopangwa, wamekupangia mipango ili kuwa ndoa yako, ili kuwa hatima yako, ili kuwa ndoa yako, ili ndoa yako kuondoka kwenye mpango. Kila mpango mbaya ninautoesha. Shantala baba retetetetete santara baba kuribasha renterere senterere shantara baba, toesha hiyo mipango ya kichawi inayovamia usiku kucha kwenye nyumba yenu, riatatatata. Uwa hiyo mipango ya kichawi, shatara baba, vunja kabisa. Ndio iende mizimu ya nyumbani kwenu, mizimu ya ukoo. Hii ni mizimu ambayo inasababisha wakati mwingine kuna maroho ya kuachika kwenye ndoa, ya kuachika kwenye ndoa, au ya kumwacha mke wako, au ya kumwacha mme wako, ni kwa sababu ya mizimu ya nyumbani kwenu. Kuna mizimu mingine inasema kwenye nyumba hii hakuna watakaolewa, hakuna watakaokaa kwenye ndoa kwenye nyumba hii. Mizimu ya ukoo wa nyumbani kwenu, mizimu ya ukoo inasema huyu mwanaume hatakaa na huyu baba. Hiyo mizimu ya nyumbani kwenu ishambulie, ipasue. Rikatatata, taja jina la mama yako, taja jina la baba yako, jinasue na hiyo mizimu ninaipasua. Shatara manto roto, hiyo mizimu ninaivunja, mizimu ya ukoo wa mama yangu, ukoo wa baba yangu, pasua hiyo mizimu, vunja hiyo nguvu ya mizimu. Zama kabisa hapo, zama kabisa, maana hiyo ni nguvu kubwa inayotenganisha watu, inayoondoa upendo katikati yenu. Unashangaa hakuna hamu yoyote ya kuwa na mke wako au mume wako, unashangaa hakuna hamu yoyote ya kuwa na mke wako na mume wako. Ninapiga hiyo mizimu ya kwenu, mizimu ya kichawi, mizimu ya kiganga, mizimu ya kishirikina. Ninaivunja hiyo mizimu. Anguka hiyo mizimu, pasuka hiyo mizimu, vunjika hiyo mizimu, haribika hiyo mizimu katika jina la Yesu. Tamka, hakuna mizimu itakayonishikilia, itakayoshikilia ndoa yangu, itakayoshikilia hatima yangu. Hakuna mizimu itakayoshikilia watoto wangu, itashikilia hatima yangu katika jina la Yesu Kristo. Rika baba. Endelea kuomba. Anza kutamka sasa, anza kutamka. Sema, namrejesha mume wangu na mke wangu, namrejesha. Kama ni mume, tangaza jina la mke wako. Kama ni mke, taja jina la mume wako. Anza kutamka, ninamrejesha. Kama una nguo, kamata nguo, mrejeshe mume wako, mtoe huko kwa makahaba, mtoe huko kwenye ufalme wa giza, mtoe kwa mizimu. Anza kumrejesha kwa jina la Yesu. Kamata nguo zake, kamata vitu vyake, anza kumrejesha. Tamka, namrejesha mume wangu, namrejesha mke wangu kwenye ule upendo wa kwanza, ninamrejesha.
ninamrejesha kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa ninamrejesha, kuanzia sasa ninamrejesha, namrejesha kwa jina la Yesu. Anza kuitabiria ndoa yako, tabiria ndoa yako. Nitakuwa na mume mzuri, nitakuwa na mke mzuri kuanzia leo. Mke wangu atakuwa ni mke mzuri, atakuwa ni mke mzuri, atakuwa ni mume mzuri. Anza kutamka, anza kumtabiria, mtabirie. Tutaishi vizuri, tutaishi kwa amani, tutapendana, tutakuwa wapenzi wa moja kuanzia leo. Tutakaa na umoja kuanzia leo, tutakaa na umoja kuanzia leo, tutapendana kuanzia leo, tutashirikiana kuanzia leo, tutakuwa pamoja kuanzia leo, tutatembea pamoja kuanzia leo, tutasimama pamoja katika jina la Yesu. Tutapanga pamoja, tutakuwa wamoja, tutakuwa na msemi mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Tutapendana kama upendo wa kwanza, kama upendo wa kwanza, kama upendo wa kwanza. Ule upendo wa kwanza umerudi kuanzia sasa, umerudi kuanzia sasa, umerudi kuanzia sasa, umerudi kuanzia sasa, umerudi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Anza kumshukuru Mungu, mwambie Mungu asante, mwambie Yesu asante, umenitendea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Maombi haya omba, rudia, omba urudie, rudia hata mara 7 hata mara 10. Rudia, jipange, ingia kwenye maombi makubwa. Kama ni kufunga, anza kufunga, anza kurudia maombi haya kwa wiki. Kwa wiki unaweza kuomba maombi haya moja kwa moja, ukirudia wiki nzima kabisa, wiki nzima kabisa. Itolee sadaka ndoa yako, mtolee sadaka mke wako, tolee sadaka mme wako. Unaweza kujiunganisha na namba za sadaka hizo, lakini unapoendelea nayo maombi, simama, funga, omba. Utashangaa Mungu anaenda kufungua ndoa yako kwa namna ya ajabu, na unaenda kushuhudia Mungu amerudisha mahusiano, Mungu amerudisha ndoa yako. Usiache kunitumia ushuhuda kupitia namba hizi za WhatsApp ambazo unaziona hapo kwenye skrini yako, lakini pia usiache kutoa sadaka kwa ajili ya kumkomboa mme wako na mme wako kurudisha ule upendo wa kwanza. Sadaka maalum ya kurudisha upendo wa kwanza. Utaona upendo wa kwanza unarudi na hakuna nguvu tena itawashikilia. Popote pale unaponifuatilia, huu ni ujumbe mzuri kabisa, ni maombi mazuri. Mtumie rafiki yako, mtumie ndugu yako, mtumie ndugu yako yote aliyo kwenye ndoa. Share ujumbe huu, wapelekee watu wengi. Kadri unavyozidi kuwapelekea watu wengi wakafunguliwa kwenye ndoa zao, ndivyo mtu atakushukuru. Atasema ninakushukuru kwa sababu ndoa yangu sasa imerudi, baraka ya ndoa yangu sasa imerudi, na utakuwa ni utukufu mkubwa. Share nami kwa namba ya WhatsApp ambayo iko pale, lakini pia endelea kujiunganisha na maombi haya. Hakikisha una subscribe channel yetu na unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii yote inaendelea. Ni Prophet Tadeo. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.